Kuna siku ambazo hazisahauliki. Hizi ni siku ambazo zilibadilisha maisha ya maelfu ya watu kwa sekunde chache tu. Leo nipo kukujuza ajali mbaya zaidi kuwahi kutokea duniani. Hizi ni simulizi ambazo bado zinaacha maumivu kwa wahanga hadi leo. Ajali ambazo hazikubaki kuwa habari, ziligeuka kuwa historia ya maumivu. Ajali hizi hazikutokea mbali, zilitokea hapa Afrika, na baadhi yake ziliua zaidi ya watu 1000. Fuatana nami kwenye top 5 ya ajali mbaya kuwahi kutokea Afrika. Karibu The Storyside. Namba 5 ni Al Aya Train Fire. Usiku wa tarehe 20 Februari mwaka 2002, treni iliondoka kutoka jijini Cairo ikiwa imejaa mamia ya watu waliokuwa wanaelekea nyumbani, wengine wakisafiri kikazi na wengine wakirudi kutoka safari ndefu. Ilikuwa safari ya kawaida. Hakuna aliyedhani ya kwamba usiku huo ungekuwa mwisho wa maisha yao. Ndani ya mabehewa kulikuwa na msongamano mkubwa. Watu walikaa karibu, wengine wakiwa wamesimama kwa sababu nafasi zilikuwa chache. Lakini kwa wengi wao hiyo haikuwa shida, sababu walikuwa wamezoea. Lakini kulikuwa na kitu kimoja ambacho kilikuwa kinatembea kimya kimya bila mtu kujua, ambacho ni moto. Inasemekana ndani ya moja ya mabehewa mtu mmoja alikuwa anapika chakula kwa kutumia jiko la gesi, kitendo ambacho kilionekana cha kawaida, lakini kilibeba hatari kubwa. Ndipo sekunde chache tu, ambayo naweza tukasema ni moja tu, ilibadilisha kila kitu. Ghafla moto ulianza mdogo, lakini kwa haraka, ndani ya muda mfupi ulianza kusambaa. Mabehewa ya treni yakiwa yamejaa watu yakageuka kuwa mtego. Watu walipiga kelele, walijaribu kukimbia, lakini kulikuwa na tatizo moja kubwa ambalo ni milango ilikuwa imefungwa. Ndani ya giza la usiku na mwendo wa treni ukiendelea, moto uliendelea kutawala. Wengine walijaribu kuvunja madirisha, wengine waliruka nje ya treni wakijaribu kuokoa maisha yao, lakini kwa wengi hakukuwa na nafasi ya kujiokoa. Ndani ya dakika chache, mabehewa kadhaa yalikuwa yameungua kabisa na maisha ya mamia ya watu yakapotea. Ripoti rasmi zilisema zaidi ya watu 370 walifariki, lakini baadhi ya taarifa zinaonyesha idadi iliweza kuwa kubwa zaidi. Hii haikuwa ajali tu, ilikuwa ni mchanganyiko wa uzembe, msongamano na kukosekana kwa usalama. Familia zilipoteza wapendwa wao, majina yalipotea, na kwa wengi hawakuwahi hata kujua kilichotokea kwa ndugu zao. Usiku ambao ulianza kama safari ya kawaida uliishia kuwa moja ya ajali mbaya zaidi za treni barani Afrika. Lakini kama unadhani moto uliounguza treni ulikuwa ni ajali mbaya, subiri uone kile kinachotokea wakati mlipuko unapotokea katikati ya mji. Namba 4 ni Lagos Fuel Tanker Explosion. Wakati mwingine ajali hazianzi kwa kelele, hazianzi kwa moto wala kwa mlipuko, huanza na kosa moja dogo. Tarehe 12 Mei mwaka 2004, jijini Lagos nchini Nigeria, barabara
ilikuwa imejaa watu kama kawaida. Magari yakipita, watu walikuwa wanaendelea na shughuli zao. Hakukuwa na ishara yoyote ya hatari, mpaka pale lori moja lililobeba mzigo hatari zaidi likapoteza udhibiti. Ilikuwa tenka ya mafuta. Lori hilo lilipinduka, mafuta yakaanza kumwagika barabarani taratibu, yakitengeneza mto wa kiowevu hatari. Na hapo ndipo kosa la pili lilifanyika. Watu walianza kukusanyika. Wengine walikuja kuona kilichotokea, lakini wengi wao walikuja kwa sababu moja, ambayo ni mafuta. Katika hali ngumu ya maisha, mafuta yaliyomwagika yalionekana kama fursa. Watu walikuja na ndoo, madumu na hata mikono yao wakianza kuyachota, lakini hawakujua ya kwamba walikuwa wamesimama juu ya kifo. Sekunde chache baadaye, kitu kidogo kilitokea ambacho ni cheche, na ndani ya sekunde moja mlipuko mkubwa ulitokea. Moto ulilipuka kwa nguvu ya ajabu, ulipaa juu, ukafunika kila kitu kilichokuwa karibu. Watu waliokuwa pale hawakuwa na muda wa kukimbia. Kelele zilijaa kila mahali. Watu walikimbia, wengine walianguka, wengine walijaribu kuwasaidia wengine, lakini moto ulikuwa umeshachukua nafasi. Barabara iligeuka kuwa uwanja wa maafa. Magari yaliteketea, miili iliteketea, na ndani ya dakika chache eneo lote lilikuwa limebadilika kuwa kitu ambacho hakuna aliyewahi kusahau. Ripoti zilionyesha zaidi ya watu 700 hadi 1000 walipoteza maisha, na wengi wao hawakufa kwa sababu ya ajali yenyewe, bali kwa sababu ya uamuzi mmoja tu, uamuzi wa kusogea karibu. Ajali hii ilionyesha kitu kimoja cha kutisha, ya kwamba wakati mwingine hatari kubwa si tukio lenyewe, bali ni jinsi binadamu wanavyoitikia tukio hilo. Familia zilivunjika, wazazi walipoteza watoto, na watoto walipoteza wazazi kwa sekunde chache tu. Na siku hiyo Lagos haikusahau tena. Lakini kama mlipuko huu ulikuwa mbaya, subiri uone kile kinachotokea wakati maelfu ya watu wanapokusanyika na moto unaofuata bila kuwepo njia ya kukimbia. Namba 3 ni Jazz Pipeline Explosion. Kuna ajali ambazo hazisahauliki na kuna ajali ambazo zinaacha majeraha yasiyoonekana kwa macho. Mwaka 1998 katika kijiji kidogo kinachoitwa Jazz nchini Nigeria, kulikuwa na siku ambayo ilianza kama siku nyingine za kawaida. Watu walikuwa wanaendelea na maisha yao. Wengine walikuwa mashambani, wengine wakifanya biashara ndogo ndogo, na wengine wakijaribu tu kuishi siku nyingine. Lakini chini ya ardhi kulikuwa na kitu kinachobeba hatari kubwa sana, ambacho ni bomba la mafuta, yani pipeline. Siku hiyo bomba hilo lilipasuka. Mafuta yakaanza kutoka kwa nguvu, yakitapakaa ardhini kama mto usio na mwisho. Na hii ilikuwa kama ilivyotokea Lagos. Watu walikusanyika, mamia ya watu walikusanyika karibu na bomba hilo, wakiwa na vyombo, madumu, ndoo, wakichota mafuta. Hakuna aliyedhani ya kwamba kila sekunde waliokaa pale ilikuwa inawakaribisha zaidi kwenye kifo. Baadhi yao walikaa hapo kwa masaa, wengine hata walicheka na kufurahi, wakiamini wamepata bahati. Lakini bahati hiyo ilikuwa ya muda mfupi. Moto mdogo ulianza mahali fulani, huenda ulikuwa ni sigara, na hakuna aliyejua kwa uhakika. Na ndani ya sekunde chache ambayo haizidi hata moja, mlipuko mkubwa ulitokea. Moto ulienea kwa kasi ya ajabu, uliwafunika watu waliokuwa karibu. Hakukuwa na muda wa kukimbia, hakukuwa na njia ya kujiokoa.
Moto uligeuka kuwa ukuta wa kifo na watu waliokuwa pale walikuwa katikati yake. Ripoti zilionyesha zaidi ya watu 1000 walipoteza maisha. Wengine wanasema hata zaidi. Kijiji kizima kilipoteza sehemu kubwa ya watu wake. Familia zilifutika kabisa. Kulikuwa na wazazi waliopoteza watoto na watoto waliopoteza wazazi kwa wakati mmoja, na kwa baadhi ya miili haikuwezekana hata kuitambua. Ajali hii haikuwa tu mlipuko, ilikuwa ni mchanganyiko wa umasikini, hatari na uamuzi wa sekunde chache. Ilikuwa ni simulizi ya jinsi binadamu wanaweza kusukumwa na hali kufanya maamuzi ambayo yanabadilisha kila kitu. Na tangu siku hiyo, Jesse haikuwahi kuwa ile ile tena. Lakini kama mlipuko huu uliua maelfu, subiri uone kile kinachotokea wakati meli nzima inapozama ndani ya maji ikiwa imejaa watu. Namba 2 ni MV Bukoba disaster. Tarehe 21 mwezi Mei mwaka 1996, Ziwa Victoria lilikuwa tulivu. Hakukuwa na dalili ya hatari. Hakukuwa na ishara yoyote ya kwamba siku hiyo ingeingia kwenye historia ya Tanzania. Meli ya abiria ya MV Bukoba ilikuwa ikifanya safari yake ya kawaida ikiwa imejaa watu. Watu waliokuwa ndani yake hawakuwa wageni tu. Walikuwepo pia wanafunzi, wafanya biashara, familia na watu wa kawaida waliokuwa wakisafiri kutafuta maisha ya kila siku. Lakini kulikuwa na tatizo moja kubwa ambalo wengi wao hawakulijua, ambacho ni overloading. Meli hiyo ilitakiwa kubeba takriban watu 400, lakini siku hiyo ilikuwa imebeba zaidi ya watu 800, na baadhi ya taarifa zinasema hata zaidi ya idadi hiyo. Mzigo ulikuwa mkubwa na usawa wa meli ulianza kuwa dhaifu. Na kisha ndani ya muda mfupi kabla ya kumaliza safari, kila kitu kilibadilika. Meli ilianza kuyumba. Watu walishangaa, wengine walijaribu kusogea upande mmoja wakijaribu kusawazisha, lakini kitendo hicho kilifanya hali kuwa mbaya zaidi. Kelele zilianza kusikika, watu walikimbia kutoka upande mmoja kwenda mwingine, lakini meli haikuweza kuvumilia tena. Ndani ya dakika chache MV Bukoba ilizama ikiwa imejaa watu. Watu walianguka ndani ya maji, wengine hawakujua kuogelea, wengine walijaribu kushikilia chochote kilichokuwa karibu, lakini ziwa halikuwa na huruma. Baadhi ya manusura walielezea kuwa waliweza kusikia sauti za watu waliokuwa wakipiga kelele na wengine wakipotea ndani ya maji mmoja baada ya mwingine, na ndani ya muda mfupi kimya kilitawala. Ripoti zilionyesha zaidi ya watu 800 hadi 1000 walipoteza maisha. Hii ilifanya ajali hii kuwa moja ya maafa makubwa zaidi kuwahi kutokea Tanzania. Nchi nzima ilisimama, habari zilienea, na kila kona kulikuwa na huzuni. Familia zilipoteza wapendwa wao na baadhi yao hawakuwahi hata kupata miili. Ziwa Victoria lilibeba siri nyingi siku hiyo, na hadi leo majina ya waliopotea bado yanakumbukwa. Ajali hii ilionyesha kitu kimoja, ya kwamba wakati mwingine uzembe mdogo unaweza kugharimu maisha ya mamia au maelfu ya watu. Na siku hiyo MV Bukoba haikuzama peke yake, ilienda na ndoto, maisha na familia nyingi. Lakini kama MV Bukoba ilikuwa maafa makubwa, subiri uone ajali ambayo ilikuja baada yake na kuacha maumivu makubwa zaidi katika historia ya Afrika Mashariki. Namba 1 ni MV Spice Islander 1 disaster. Kuna ajali ambazo haziachi majeraha tu, bali zinaacha pengo. Tarehe 10 Septemba
mwaka 2011, bahari ya Zanzibar ilikuwa tulivu. Usiku ulikuwa umeingia na meli moja ilikuwa imeanza safari yake. Meli hii ni MV Spice Islander 1. MV Spice Islander 1 ilikuwa meli ya abiria. Ilikuwa ikisafiri kati ya Dar es Salaam, Unguja na Pemba. Ndani yake kulikuwa na mamia ya watu, lakini ukweli haukuwa mamia, ilikuwa imejaa kupita kiasi. Meli iliyotakiwa kubeba idadi ndogo ya abiria ilijikuta ikiwa imebeba zaidi ya watu 2000. Wengine walikaa ndani, wengine juu ya deki, na wengine walikuwa hawana hata nafasi ya kusimama vizuri. Lakini kwa wengi wao hiyo haikuwa mara ya kwanza, hivyo walikuwa wamezoea. Mbaya zaidi, katika giza la usiku, bahari ilianza kubadilika na meli ilianza kuyumba. Watu walishangaa, wengine walijaribu kushikilia vitu vilivyokuwa karibu, lakini msongamano ulifanya kila kitu kuwa kigumu. Kelele zilianza, watu walikimbia kutoka upande mmoja kwenda mwingine, lakini kila hatua waliochukua iliifanya meli iwe hatarini zaidi. Na ndani ya muda mfupi MV Spice Islander 1 ilizama usiku ndani ya bahari ikiwa imejaa watu. Giza lilikuwa kila mahali. Watu walijikuta ndani ya maji, wengine hawakujua kuogelea, wengine walishikilia mabaki ya meli. Baadhi ya manusura walisimulia ya kuwa waliweza kusikia sauti za watoto wakilia na wengine wakipotea ndani ya maji, na hakuna aliyekuwa na uwezo wa kuwasaidia wote. Zaidi ya watu 1500 walipoteza maisha. Hii ilifanya ajali hii kuwa moja ya maafa makubwa zaidi kuwahi kutokea Afrika ya Mashariki. Siku iliyofuata Zanzibar haikuwa ile ile. Familia zilivunjika, baadhi ya nyumba zilibaki tupu kabisa. Kulikuwa na wazazi waliopoteza watoto wote na watoto waliopoteza wazazi wao wote, na kwa wengi hawakuwahi hata kupata nafasi ya kusema kwa heri. Bahari ilibaki kimya, lakini ndani yake ilibeba maelfu ya hadithi ambazo hazikusimuliwa. Ajali hii haikuwa tu kuzama kwa meli, ilikuwa ni kuzama kwa matumaini, ndoto na maisha ya watu wengi kwa wakati mmoja. Na hapo ndipo unapogundua kwamba wakati mwingine sekunde chache tu zinaweza kubadilisha historia ya taifa zima. Na hizi ni ajali ambazo Afrika haitazisahau. Na swali ni hili: je, tumejifunza? Unafahamu nini kuhusu hizi ajali 5? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.